Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amejigamba kwamba Marekani ina silaha za siri na hatari. Rais huyo wa Marekani wakati anazungumza haya ni katika kuionya China na washirika wengine wa kibiashara dhidi ya kuongezeka kwa vita vya kibiashara, huku akisema Marekani ina silaha za siri. Hata kama itatoka katika vita vya kibiashara, ina uwezo wa kuingia katika vita vya moja kwa moja na Uchina, huku ikitumia silaha nzito ambazo hakuna anayezifahamu. Rais huyu amejivunia nguvu za kijeshi za Marekani na silaha ambazo hakuna mtu ambaye ana wazo lolote juu ya silaha hizo, akijibu wasiwasi kwamba vita vyake vya ushuru na China vinaweza kuzidi kudhibitiwa. Trump alipandisha ushuru kwa bidhaa za China hadi 125% siku ya Jumatano katika kulipiza kisasi kwa hatua za haraka zilizowekwa na Beijing, ambayo iliongeza ushuru wake hadi zaidi ya 80%. Uchina bado haijajibu ongezeko la hivi karibuni, ingawa wizara yake ya biashara hapo awali iliapa kupigana vita vya kibiashara hadi mwisho. Alipoulizwa kama anajali kuhusu uwezekano wa hatua inayofuata ya Beijing na uwezekano wa kuongezeka zaidi ya vita vya kibiashara, kiongozi huyo wa Marekani alisema kuwa rais wa China Xi Jinping ni mmoja wa watu wenye akili sana duniani ambaye hawezi kuruhusu hilo kutokea. Tuna nguvu sana, nchi hii ina nguvu sana, ina nguvu zaidi kuliko watu wanavyoelewa. Tuna silaha ambazo hakuna mtu anayejua ni nini, na ni silaha zenye nguvu zaidi duniani ambazo tunazo. Nguvu zaidi kuliko mtu yeyote hata karibu, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval. Kwa hivyo hakuna mtu atafanya hivyo, Trump aliongeza. Anasisitiza kwamba Xi ni mtu mwerevu sana ambaye anajua nini hasa anakifanya. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump katika kipindi cha hivi karibuni amekuwa na msuguano na mataifa mbalimbali ulimwenguni, na imetangazwa katika siku za hivi karibuni kwamba ameamua kuondoa ushuru kwa baadhi ya mataifa isipokuwa nchi ya Uchina. Rais huyo wa Marekani ambaye hapo awali alikejeli silaha za siri kwa kutumia istilahi zisizo za kawaida za kisayansi, hakufafanua aina za silaha alizokuwa akizitaja wakati huu. Huko nyuma mnamo mwaka 2020, Trump alipongeza kile alichokiita super duper kombora ambalo linaweza kuruka mara 17 kuliko chochote ambacho maadui wa Marekani walikuwa nacho kwenye safu zao za ushambuliaji. Pia alidai kuwa mafanikio ya teknolojia ya hali ya juu ya Urusi yalitokana na kuiba mipango ya makombora ya Marekani wakati wa uongozi wa Barack Obama, licha ukweli kwamba Marekani bado haijaweka silaha za kufanya kazi kwa nguvu. Moscow na Beijing zimesonga mbele katika mbio za kutengeneza silaha za hypersonic. Katika muongo mmoja uliopita, Urusi iliweka mfumo wake wa kwanza wa aina hiyo, kombora la Kinzhal, lililorushwa hewani mnamo mwaka 2017, wakati Uchina ilirusha kombora lake la DF-ZF Hypersonic Glide miaka miwili baadaye. Urusi imetumia makombora yake yote mawili ya Kinzhal na ya majini ya Zircon wakati wa mzozo na Ukraine. Novemba mwaka uliopita, Moscow pia ilifanya jaribio la kwanza la kivita la kombora lake la masafa ya kati la Oreshnik, lililokuwa na vichwa vingi vya vita vinavyoweza kulenga kasi ya juu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, bado tunaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri duniani. Endelea kuwa nasi wakati wote.